hedhi kabisa. Kuna baadhi ya wanawake wamekosa hedhi na bado wamekaa nyumbani. Unaposikia sauti hii, wewe baba, wewe mama unayemjua kama ni mtoto wako, mkeo, jitahidi umpeleke kituo cha afya. Hiyo hali sio ya kawaida na hiyo hedhi sio ya kawaida. Hiyo hedhi ni kukosa kwa hedhi kabisa, miezi na miezi, kitaalamu inaitwa amenorrhea. Amenorrhea hii iko ya aina mbili. Kuna primary amenorrhea na secondary amenorrhea. Primary amenorrhea inatokea kwa wale mabinti ambao wanafika kwa miaka 15 mpaka 16 hawajapata hedhi. Ukipita huo umri binti hajapata hedhi, hakikisheni kabisa mnampeleka kituo cha afya ili waweze kufanya uchunguzi na kugundua tatizo ni nini. Maana hiyo inakuwa sio hali ya kawaida katika mwili wa msichana. Lakini secondary amenorrhea inatokea pale ambapo mama mjamzito baada ya kujifungua, wakati wa kujifungua, wakati wa ujauzito wa mama huwa hawapati hedhi. Lakini baada ya kujifungua mwanamke yoyote yule anatakiwa apate hedhi kuanzia miezi mitatu na kuendelea. Lakini ikipita miezi mitatu mpaka 6 haujapata hedhi, hakikisha kabisa unaenda katika kituo cha afya ili uweze kupata matibabu. Sababu zinazopelekea amenorrhea ni mimba, lakini pia stress kama alivyoeleza mwenzangu, lakini upungufu wa damu pia unaweza ukasababisha mtu asiweze kupata hedhi. Ukiwa na damu ndogo huwezi kupata hedhi kwa sababu kiwango kikubwa cha damu kitakuwa kikizungushwa mwilini kwa ajili ya shughuli nyingine za mwili ziweze kuendelea. Lakini pia kuna lishe duni kama alivyoeleza mwenzangu hapo awali kwamba lishe inasaidia kabisa kwa mwanamke yoyote yule kuwa na hedhi ambayo ni salama na ya kawaida kabisa. Mazoezi kupita kiasi pia yanaweza kusababisha mtu asiweze kupata hedhi. Lakini magonjwa ya homoni ambao alielezea estrogen na progesterone kwamba ni homoni ambazo zinasaidia katika hedhi. Tutaenda kuangalia aina nyingine ya pili ambayo